Tumefika katikati ya mfungo wa Kwaresma, na mama kanisa ndivyo anavyoamini kwamba siku ya leo tunaadhimisha siku ya furaha. Ndio maana pia naona tuna mavazi ya waridi pink, ikionyesha nusu ya furaha na huzuni, kwamba tumefika katikati ya kipindi cha toba na tunaelekea kwenye furaha. Tumetoka kwenye uchungu, lakini hii inatufanya sisi tuweze kutafakari zaidi juu ya matendo makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Yeye alifika duniani ili kuondoa giza na kutuonyesha njia iendayo kwa Mungu kwenye furaha na uzima na heri. Na Mwenyezi Mungu ametujalia haya yote si kwa ajili ya mastahili yetu, bali ni kwa sababu ya upendo wake aliyokuwa nao kwetu sisi na kwetu sisi wanadamu. Kwa njia ya ubatizo alitufanya sisi kuwa wana wa Mungu, alitufanya sisi kuwa watoto wa nuru, alitufanya sisi tukawa huru, tukafanyika kuwa makuhani, tukafanyika kuwa manabii na tukafanyika kuwa wafalme. Na hivyo basi tunavyoendelea kuomba Mwenyezi Mungu, hasa tunavyoingia kipindi cha pili au sehemu ya pili ya mfungo wetu wa Kwaresma, tumuombe Mwenyezi Mungu ili atujalie neema za pekee, si kwa mastahili yetu bali kwa upendo na neema zake Mwenyezi Mungu, ili basi tuweze kusahau yaliyopita na kuyachuchumilia yale yajayo, yaani yaliyo mema mbele za Mwenyezi Mungu, na kuacha udhaifu wetu wa dhambi. Somo la Injili ya leo tumepata simulizi refu kuhusu huyu ndugu aliyezaliwa kipofu. Kutoka katika Injili ya Yohane tunaambiwa kwamba huyu ndugu ambaye alizaliwa kipofu toka kuzaliwa kwake, miujiza huo ambao Kristo anaufanya unatuonyesha nuru ya kweli ya Mwenyezi Mungu na namna gani Mwenyezi Mungu anaendelea kututafuta sisi hata kama sisi tunaweza tukamsahau katika maisha yetu. Inatuonyesha kwamba sasa tumepokea toba ya kweli na kuingia katika nuru ya kweli, yaani ufufuko au Pasaka. Tunaalikwa kutafakari mambo ya machache kutoka katika somo la Injili ya leo. Kwanza kabisa tunakumbushwa kwamba safari kutoka katika giza au upofu kwenda katika nuru inahitaji unyenyekevu, inahitaji upole na kuwa tayari kwa moyo. Bwana Yesu Kristo alipokuwa akipita, alimwona huyu ndugu aliyekuwa kipofu toka kuzaliwa kwake. Mtu huyo alikiri kwamba yeye alikuwa kipofu, na wengi walitazamia au kadi ya desturi ya Kiyahudi waliona kwamba mtu yeyote yule ambaye aliishi katika changamoto za ugonjwa au changamoto fulani za kiafya, wengi wao waliamini anatokana labda na dhambi au na laana kutoka kwa watu wengine. Ndio maana hata katika somo la Injili leo tunaambiwa Yesu akiulizwa, je, huyu mtu alitenda dhambi au ni dhambi za ndugu zake au za watu waliopita? Lakini Yesu anawaambia hapana. Mambo haya yanatokea ili pia kuweza kuonyesha utukufu wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya hapa duniani. Ndugu zangu, sisi pia kwa sababu ya dhambi tulikuwa vipofu gizani. Kristo kwa njia ya ubatizo ameanzisha safari mpya ndani yetu, safari ya nuru, kwamba dhambi inatufunika na kutufanya tukaona giza katika maisha yetu, tunafanyika kuwa vipofu. Lakini kupitia sakramenti ya upatanisho tunarudishiwa neema ambazo tumezipoteza kwa njia ya dhambi na kujaliwa neema za pekee, nasi tunajaliwa mwanga na kuonja nuru yake Kristo. Na hivyo basi, ndugu zangu, maisha yetu yasitufanye sisi tukamsahau Mwenyezi Mungu. Iwe elimu, iwe akili, iwe fedha, iwe mali, iwe vyeo, vipaji tulivyo navyo, visitufanye sisi tukafanyika vipofu na kumsahau Mwenyezi Mungu katika maisha yetu.
bali tuvitumie hivyo kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Jambo la pili ambalo tunaalikwa kulitafakari siku ya leo ni kwamba mateso si ishara ya kuadhibiwa, bali ni njia ya Mwenyezi Mungu kuweza kuonyesha utukufu wake. Mara nyingi tukipata changamoto mbalimbali katika maisha yetu, tunadhani kwamba Mwenyezi Mungu ametuacha. Hapana. Mwenyezi Mungu hamwachi mtu yoyote. Yuko tayari kutupokea sisi katika hali yoyote. Haijalishi tuna ukubwa wa dhambi kiasi gani, ndogo kiasi gani, nyingi kiasi gani. Mwenyezi Mungu haangalii ukubwa, udogo, wingi wala uchache wa udhaifu wetu, bali anaangalia moyo wetu wa kujirudi na kuwa tayari kumrudia yeye, naye anatupokea nyakati zote. Na haijalishi inachukua muda gani kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu, Mungu wetu yuko tayari kutupokea nyakati zote. Na mara nyingine tunapita katika changamoto, tunapita katika matatizo ili Mwenyezi Mungu aweze kudhihirisha sifa na utukufu wake. Na Mwenyezi Mungu hachagui nyakati gani ambazo atasikiliza kilio na shida zako. Mwenyezi Mungu hana muda, hana saa, hana nyakati. Nyakati zote mbele za Mwenyezi Mungu ni sawa, kwamba sala zetu, maombi yetu yanasikilizwa pale ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe anaamua kwa wakati wake na kwa muda wake. Kuna mara nyingi ambapo tunamlaumu Mwenyezi Mungu au tunajilaumu mwenyewe na kuona kwamba labda pengine Mwenyezi Mungu anachelewa kusikiliza sala na maombi yetu. Mwenyezi Mungu hata siku moja hachelewi kusikiliza sala na maombi yetu. Huyu ndugu ambaye tunapata simulizi yake katika somo la Injili, tunaambiwa alizaliwa kipofu toka utoto wake na amekuwa mtu mzima akiwa hivyo, lakini muda na nyakati ambazo hakutegemea katika maisha yake, Yesu Kristo anatokea na kumbadilisha katika maisha yake. Anapata mwamko mpya na mtazamo mpya wa maisha. Ndio maana hata Mafarisayo walivyomuuliza, alinena wazi kabisa, mimi sijui lolote, nachojua ni kwamba mimi nilikuwa kipofu na sasa nimepata ona. Kwa nini nisimwamini Mungu? Kwa nini nisimwamini huyu ambaye amenisaidia nikapata kuona? Awe mdhambi, awe nani, lakini nachoamini ni kwamba huyo mtu amenisaidia mimi nikapata kuona. Anaamini kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kutenda miujiza katika maisha yetu. Tunaona Yesu pia akijaribu kututofautisha kati ya wale waliomcha Mwenyezi Mungu na Mafarisayo, wale ambao waliamini kwamba wao ndio wanajua kila kitu, ambao walijikita katika sanduku la sheria, kwamba siku ya Sabato ni siku ambayo hawakuruhusiwa kufanya kazi, ni siku ambayo hawakuruhusiwa kufanya chochote, ni siku ambayo mapumziko. Lakini Yesu anaonyesha kwamba Sabato ilikuwa kwa ajili ya watu na si vinginevyo, kwamba Mungu anachukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Kristo anachukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Ndio maana anawakumbusha kwamba uhai ni muhimu kuliko kitu kingine chochote, kuliko sheria, kuliko tamaduni, kuliko desturi. Ndio maana aliponya, alifufua, akafanya yote hata siku ya Sabato, kutambua umuhimu wa uhai wa mwanadamu katika maisha yetu hapa duniani. Pia tunaendelea kukumbushwa kwamba safari ya imani ni mchakato, si jambo la haraka wala la mara moja. Kuponywa kwa kipofu huyu kunaonyesha jinsi imani inavyokuwa. Kipofu kwanza alianza kumuita Yesu, yule mtu aliniponya, hamfahamu. Lakini alivyoendelea kutafakari katika maisha yake na kuyaona yale aliyoona, alimwamini Kristo. Aliamini kwamba huyo ni mwana wa Mungu. Hata alivyoulizwa hakuogopa kukiri imani yake mbele ya Mafarisayo. Alijua wazi kabisa kwamba akifanya hivyo huenda angeweza kuadhibiwa, lakini alikiri kwa
mdomo wake kwamba huyu ni Masia, huyu ni Kristo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo pia katika imani yetu. Kuna nyakati ambazo tunakuta tumekwazika na tunamsahau Mwenyezi Mungu, lakini taratibu imani yetu inaweza kukua, baadaye tukaamini yale ambayo pengine hatukutegemea katika maisha yetu. Jambo la 4 ambalo tunaalikwa kutafakari ni katika ubatizo wetu tunapewa nuru na kutumwa kumshuhudia Kristo. Baada ya kupaka tope yule kipofu, tope ni ishara ya uchafu, dhambi. Ndio maana Yesu alivyompaka tope yule kipofu akamwambia aenda kanawe katika kisima cha Siloamu, kwamba sasa nenda kajitakase, uwe safi, uone nuru, uone mwanga, uone aliyopo duniani. Na hivyo dhambi mara nyingine zinatufanya sisi tukashindwa kuona makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, tukashindwa kuona mazuri ya wengine katika maisha yetu. Lakini tukiondokana na upofu wa dhambi katika maisha yetu, tunaingia katika nuru na tunaona mema na mazuri ya wengine katika maisha yetu na katika maisha ya wengine pia. Dhambi ni kama tope linalotuzuia macho yetu kuweza kuona ukweli, na tendo la Yesu Kristo alolitenda linatusaidia sisi kuweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kutupigania, anaendelea kutusimamia, anaendelea kuturudisha kwake siku zote za maisha yetu. Neno Siloamu lenye maana ya kutumwa linatukumbusha kuwa baada ya kutakatifuzwa, baada ya kuoshwa, nasi pia tunatumwa. Baada ya ubatizo wetu tulitumwa kwenda kumshuhudia Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yetu. Nasi pia basi tukiendelea katika mfungo wetu wa Kwaresma, tunaalikwa kuendelea kumshuhudia Kristo kwa njia ya kujinyima, kwa njia ya sala na kwa njia ya maombi na kwa njia ya kuwasaidia wale wasiojiweza. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema ya pekee yaendelea kumtumikia yeye kwa njia ya kuishi maisha yetu ya Kikristo kadri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.